za kote. Kuna sehemu kama hazijaota vizuri. Okay. Kuna sehemu kama hazijajaa, haikuwa anajaza. Halafu je, lakini pia na hapa hii ni 1 nini? 100 gani? Ni mafunzo ya siku moja yaliyoandaliwa na Jamii Afrika yenye lengo kuwataka waandishi wa habari kutambua taarifa sahihi kabla ya kupeleka kwa wanajamii. Ziada Seukindo, mkuu wa programu ya Jamii Afrika, akaelezea lengo kuu la mafunzo haya. Ya Zanzibar Unguja kutoa mafunzo ya uhakiki wa taarifa, na hii ni moja kati ya programu zetu ambazo tumekuwa tunazifanya kwa muda mrefu kuanzia tulipoanza jukwaa letu la Jamii Check mwaka 2022. Licha ya sisi wenyewe kuhakiki taarifa, lakini tunaamini pia katika wananchi kujua kuhakiki taarifa, lakini pia waandishi wa habari kujua kuhakiki taarifa ili kuweza kukamilisha ile 360 approach ya uhakiki wa taarifa. Kwanza naweza niseme kwamba waandishi wa habari wanahakiki taarifa tangu enzi na enzi, sio kitu kipya, lakini kwa ujio wa dijitali hii swali linakuwa gumu, kwa sababu sasa hivi kila mtu anasambaza taarifa, kila mtu anaweza kuzalisha taarifa na kufikia watu wengi. Kwa hiyo hapo ndipo hasa tunapoona ombwe, lakini hapo ndipo tunapoona changamoto, na ndipo tunakuja na program kama hizi za kuwawezesha waandishi kuendana na kasi ya dijitali, jinsi ambavyo wale wanaotengeneza taarifa potofu wanavyokuza namna yao ya kutengeneza taarifa potofu, ndivyo inavyotakiwa sisi tunahakiki taarifa pia tujiendeleze. Kwa hiyo hii ina chachu ya sisi kufanya haya mafunzo yanatokana na ukuaji wa dijitali, uwepo wa mambo ya akili mnemba, uwepo wa issue za deep fakes. Hizi video zinatengenezwa ambazo zinafanana na uhalisia. Kwa hiyo tunataka waandishi hususan wa mtandaoni wajue ni namna gani wanaweza kuzitambua hizi video, na namna gani watazitambua haya maudhui ili wasiyasambaze zaidi kwa wananchi. Lakini pia kikubwa tunachokisisitiza kwenye haya mafunzo ni kwamba pia wao waweze kuwafundisha watu wengine, yani umma pia ujue jinsi ya kuhakiki taarifa, kwa sababu tunatumia wote mitandao ya kijamii. Mtu unakwenda kutumia mitandao ya kijamii unakuwa hauko na mwandishi, hauko na mtaalamu, lakini wewe mwenyewe unapokuwa na utaalamu hata ule basic, unaweza ukachukua taarifa ukaihakiki na kusema hapana, hii sitoisambaza kwa sababu si kweli, imetengenezwa kwa kutumia teknolojia. Kwanza kitu cha kwanza kabisa ili kuhakikisha kwamba unasambaza taarifa iliyo sahihi ni kuhakikisha kwamba kila unapata taarifa uwe na asilimia ya kuidoubt. Hiyo ni mwanzo, yani kupata taarifa angalia kwa jicho la tatu kwamba hii ni kweli kabla hujaisambaza. Yes, lakini pia tuna bahati ya kuwepo kwenye zama hizi za dijitali. Yani wewe mwenyewe unaweza kwenda kwenye vyanzo viwili, vitatu, vitano ukatafuta taarifa. Umepata taarifa kiongozi fulani amefariki, ni nani mwingine ameisambaza? Angalia nani mwingine ameichapisha. Kwa hiyo pia kutumia nyenzo za kidijitali, AI imeletwa, na hiyo sema imekuja duniani, tumekutana nayo, lakini tuweza tukaifanya ikafanya kazi hivyo na kwa namna bora kwetu, kwa namna ya kwamba sisi wenyewe kuitumia kuweza kuhakiki taarifa, lakini sisi wenyewe kuitumia kuweza kujielimisha ya namna gani mpya zinakuja za upotoshaji ili tuweze kukabiliana nazo. Kilian Mwaliego, mhakiki na mthibitishaji wa taarifa kutoka Jamii Check, ameeleza matumaini yake kwa waandishi waliopatiwa mafunzo hayo. Naitwa Kilian Mwaliego, ni mhakiki na mthibitishaji wa taarifa kutoka Jamii Check, na tumekuwepo hapa Zanzibar kwa siku nzima ambapo tumekuwa na mafunzo ya uhakiki na uthibitishaji wa taarifa kwa waandishi wa habari kutoka hapa Zanzibar, na kikubwa ambacho tumejengea uwezo kwa waandishi hawa wa habari ni namna ya kutumia mbinu za kidijitali katika kuthibitisha taarifa na kuwezesha kupambana na taarifa potofu ambazo hasa zimekuwa zikisambaa zaidi kutokana na maendeleo ya teknolojia, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Nyenzo hizi zitawasaidia wanahabari wawezesha wananchi kupata taarifa sahihi, kutokana na wao sasa kuwa na hizi tools ambazo zitawasaidia kuthibitisha maudhui ambayo yamekuwa yakisambazwa mtandaoni.
Lakini pia licha ya waandishi kufanya uhakiki na uthibitishaji wa taarifa, ujuzi ambao wameupata pia mimi ningewasisitiza pia kwenda kuutumia pia kuelimisha wananchi kuhusiana na taarifa potoshi, lakini pia ni kwa namna gani wanaweza kukabiliana na hizi taarifa potoshi na wanawezaje kuthibitisha na kubaini taarifa sahihi ili kuwawezesha kufanya maamuzi sahihi kulingana na jambo husika ambalo wanakuwa wanapata taarifa kwa wakati huo, kwenye afya, kwenye siasa, kwenye michezo, uchumi na biashara na maeneo mengine mengi. Wafanye maamuzi sahihi kulingana na taarifa sahihi. Ali Kinasa kutoka ZBC TV pamoja na Hassan Said kutoka Am Online TV ni miongoni mwa wanahabari waliopatiwa mafunzo hayo. Wametoa shukrani zao za dhati kwa kupatiwa mafunzo hayo na kuahidi kuwa mabalozi wazuri kwa jamii. Jina langu ni Ali Kinasa, ni mtangazaji kutoka ZBC na pia ni moja kati ya wanufaika wa mafunzo haya, na bila shaka kama tunavyofahamu kuwa ujio wa mitandao ya kijamii umekuja na mapinduzi makubwa ya upatikanaji wa taarifa. Hivyo imeonekana katika kipindi cha hivi karibuni taarifa potofu zikienea katika mitandao ya kijamii, na hiyo inatokana na kuwa baadhi ya wanahabari kama sisi, kadhalika baadhi ya wananchi hawana taaluma kuhusiana na uhakiki na uthibitishaji wa usahihi wa taarifa zenyewe. Kwa hiyo mafunzo haya yamekuja kutuwezesha katika kuona namna gani tunaweza kubaini taarifa zilizo sahihi, lakini taarifa zisizo sahihi, lakini pia itasaidia katika kuilinda jamii kutokana na kusambaa kwa taarifa potofu. Na ufahamu kwamba kuna masuala ya propaganda, kuna masuala ya kuchafuana baina ya watu na watu. Sasa haya mafunzo yanakwenda kutuwezesha kuepukana na masuala haya, lakini pia vile vile tunaweza kuwa mabalozi wa kueleza wengine, lakini kuwaelekeza namna sahihi, vifaa sahihi, njia sahihi za kuthibitisha ukweli wa taarifa, kwamba si kila taarifa tunayoiona mtandaoni ni taarifa sahihi. Nyingine zinakuwa zina malengo maalum kwa ajili ya kuwanufaisha watu wachache pasipo na ukweli wenyewe. Asante. Mimi naitwa Hassan Said, natokea AM Online TV. Nimebahatika, najisi kuwa bahati kuwa katika mmoja ya watu ambao wamepata haya mafunzo siku ya leo. Kubwa zaidi ni kwamba sasa hivi siku hizi imekuwa ni mara nyingi sana taarifa zimekuwa zikitolewa hazina uhakiki, taarifa nyingi zinakuwa hazina usahihi ndani yake, lakini kutokana na mafunzo ambayo mimi na wenzangu tumepatiwa siku ya leo, imetujenga, imetufundisha vitu vingi. Sasa hivi ukizingatia matumizi, moja ya kitu ambacho kikubwa leo nimejifunza, matumizi ya artificial intelligence, akili mnemba. Hii inaweza ikawa ni hasara, lakini pia inaweza ikawa ni faida kubwa sana. Leo nimejifunza kwamba hii AI ambayo inatumika na watu wengi kurahisisha mambo mengi katika vitu ambavyo wao vinawapelekea kupotosha watu, lakini hii AI tuna uwezo wa kuitumia katika kuhakiki, kufact check hizi taarifa. Je, zina ukweli, zina uhalisia ndani yake? Na je, kama zina uhalisia, zina ukweli ndani yake, maana yake tuna uwezo wa kwenda kuzipublish, na kama sio, maana yake tuna uwezo wa kuweza check. Maana yake kama ilikuwa haikuwa checked, ilikuwa haiko sahihi, maana yake kwa kutumia hizi teknolojia, hizi tools ambazo tumefundishwa leo, tuna uwezo wa kuzibadilisha, na kama sio kubadilisha, basi kuzikataza au kuzitoa katika mfumo ambao watu utapaswa kuwajulisha kwamba hichi kitu si sahihi, hichi kitu ni sahihi. Na mtu wa kwanza, maana yake kama mimi nimeyapata mafunzo leo, ni namna gani nitaweza kumfundisha yule mtu mwingine. Channels za media ziko nyingi, magazeti, medias, social media, sana sasa hivi ni social media. Maana yake kupitia hizi social media tutapaswa kutengeneza maudhui ambayo yataweza kuwanufaisha wale watu ambao hawakuwa na uwezo wa kufikiri kwamba hivi vitu
havina usahihi ndani yake, maana yake nitatengeneza maudhui ya kuwatoa huko na kuwaweka kwenye usahihi wa kufahamu kwamba taarifa wanapaswa kuzihakiki katika namna vipi, wanapaswa kuamini kutoka kwenye sources zipi na vitu kama hivyo. Kama wataamua kuwafuata hayo, basi nadhani tutakuwa kwenye mwelekeo mzuri kabisa kwenye tasnia hii hapa. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Golden Tulip Zanzibar Airport, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.